watatembea kwa muda wa siku 20 kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma ili kuwaonyesha Watanzania umuhimu wa amani, kwamba watatembea kwa miguu na watafika kwa salama. Maana yake ni kwamba nchi yetu ina amani. Kwa hiyo ujumbe huu ni ujumbe muhimu sana ambao vijana hawa wa Kitanzania ambao wameamua watembee kwa hiari yao kupeleka message hiyo ya umuhimu wa amani, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kuna mambo matatu ambayo nitayazungumzia. Kwanza, matembezi ya hiari ya amani ambayo yameandaliwa na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, ya kutembea kwa miguu kutoka Dar es Salaam mpaka makao makuu ya nchi Dodoma. Lakini pia uzinduzi wa kitabu cha 4Rs cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na maonyesho ya Sabasaba namna JMAT itakavyoshiriki kama inavyoshiriki miaka yote. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania inatarajia kufanikisha shughuli ya kihistoria ya kuratibu matembezi ya hiari ya amani mwaka huu 2025, yatakayolenga kuwaleta Watanzania pamoja kwa ajili ya kuweka jitihada kubwa za kuhamasisha amani na maridhiano katika nchi yetu ya Tanzania, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu 2025. Matembezi haya marefu yatakuwa ya umbali wa kilomita 452 kwa miguu kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa muda wa siku 20, kuanzia tarehe 19 mwezi huu wa 6 hadi tarehe 9 mwezi wa 7. Kwa maana tarehe 19 matembezi yataanza rasmi, mpaka tarehe 9 watembeaji watakuwa wamefika Dodoma kwa mguu. Ni shughuli kubwa inayoratibiwa na JMAT kwa kushirikiana na wizara, taasisi, idara na mamlaka mbalimbali za serikali pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana kutakuwa na watembeaji toka Zanzibar na kutakuwa na watembeaji toka Tanzania bara. Na matembezi haya yatahusisha watembeaji wasiopungua 300 na yatazinduliwa rasmi siku ya tarehe 19 katika viwanja vya Mnazi Mmoja, ambapo tunamtarajia Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi kuwa mgeni rasmi wa ufunguzi wa matembezi hayo pale katika viwanja vya Mnazi Mmoja kuanzia saa 3 asubuhi. Lakini matembezi haya yatapita katika vituo 20 kuanzia pale kiwanja cha Mnazi Mmoja, Kiluvya, Misugusugu, Vigwanza, Chalinze Pera, Ubena, Zomozi, Mikese, Morogoro mjini, Mvomero, Uwami Dakawa, Dumila, Maguha, Kiegea, Gairo, Kibaigwa, Mbande, Chamwino, Ikulu, Nzuguni na hatimaye kuingia Dodoma mjini. Katika vituo hivyo vya matembezi, vituo 4 vitakuwa na mikutano ya hadhara ya kuelimisha wananchi, na katika vituo 8 kutafanyika makongamano ya ndani katika kumbi, katika madarasa, katika maeneo ya shule, ili kuongea na wananchi juu ya umuhimu wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu, umuhimu wa amani kuelekea uchaguzi mkuu. Na matembezi haya yatafikia kilele siku ya Jumatano ya tarehe 9 kama nilivyosema mwezi wa 7, katika shughuli kubwa itakayofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center pale Dodoma, ambapo yatapokelewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kutakuwa na shughuli kubwa pale ukumbi wa Jakaya Kikwete ambapo tutahitimisha matembezi haya. Na kauli mbiu tunasema uchaguzi wa amani ndio msingi wa utulivu wetu. Kwa hiyo vijana hawa ambao wako tayari, vijana 300 kutembea, lengo wanawafikishia ujumbe wa Tanzania kwamba washiriki kwa amani na utulivu, na hatimaye nchi yetu ivuke kwa salama na amani. Na matembezi haya
yatakuwa kwa masaa 7 kwa siku. Yani vijana watatembea kwa muda wa masaa 7 kwa siku, na ataishia katika kituo ambapo kutafanyika shughuli mbalimbali za kuelimisha, kuhamasisha na kutangaza mambo mbalimbali. Tuna mambo mbalimbali ambayo yatatangazwa, kama kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu, kuwajengea wananchi uelewa juu ya 4R za Mheshimiwa Rais, kutangaza fursa za uwekezaji, kutangaza utalii kwa maana ya kumunga mkono Mheshimiwa Rais juu ya Royal Tour, lakini kuhamasisha pia matumizi ya nishati safi na salama, lakini kutoa elimu ya fedha na uwekezaji katika dhamana za serikali, kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa Watanzania, na mambo mbalimbali ambayo yataendana na muktadha ya jambo hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza tulilonalo ni haya matembezi ya hiari ambayo vijana wetu watatembea kwa muda wa siku 20 kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, ili kuwaonyesha Watanzania umuhimu wa amani, kwamba watatembea kwa miguu na watafika kwa salama. Maana yake ni kwamba nchi yetu ina amani. Kwa hiyo ujumbe huu ni ujumbe muhimu sana ambao vijana hawa wa Kitanzania ambao wameamua watembee kwa hiari yao kupeleka message hiyo ya umuhimu wa amani, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini la pili, nimesema ni uzinduzi wa kitabu kinachohusiana na R4 za Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama tunavyojua kwamba mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuja na 4Rs ambazo zimekuwa ni dira na mustakbal mwema kuelekea katika afya ya nchi yetu na ustawi wa nchi yetu ya Tanzania. Sasa 4Rs hizi ambazo zimekusanywa katika kitabu hiki na maana yake na uchambuzi wake. Kitabu hiki kimeandikwa na wanazuoni wa dini zote mbili, za Kikristo na Kiislamu, pamoja na wanazuoni wa elimu ya dunia, maprofesa, wakichambua dhana mbalimbali za 4Rs katika muktadha wa kidini, kisiasa na kijamii katika nchi yetu ya Tanzania na kimataifa kwa ujumla. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumapili tarehe 22 mwezi wa 6 2025 katika hoteli ya Serena, ukumbi wa Kivukoni, kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 4 usiku. Tarehe 22 tutakizindua kitabu hiki, na mgeni rasmi ni surprise. Mgeni rasmi ni surprise ambaye atakayezindua kitabu hiki cha 4Rs za mama Daktari Samia Suluhu Hassan katika ukumbi wa Kivukoni pale Serena Hotel. Hilo ni jambo la pili ambalo JMAT imekuja nalo, na katika jumla ya kazi zake ni kuhakikisha kwamba ustawi na afya ya nchi yetu juu ya sala la amani vinaendelea kustawi. Lakini swala la mwisho ni maonyesho ya amani ya JMAT. Kama tunavyojua, jumuiya yetu huu ni mwaka wa 3 sasa inashiriki katika maonyesho ya Sabasaba, ambapo tunakuwa na banda letu pale, tunaonyesha kazi nzuri za waasisi wa nchi hii, viongozi wetu mbalimbali wa serikali, viongozi wetu wa dini, namna walivyofanya juhudi ili kuifanya Tanzania inaendelea kuwa ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo katika banda letu tunaonyesha mambo mbalimbali, hotuba za viongozi, vitabu mbalimbali. Kama ilivyo ada, tutafanya hivyo pia mwaka huu. JMAT itafanya maonyesho hayo hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Hivyo wananchi wote wanakaribishwa sana kushiriki maonyesho ya amani ya JMAT katika banda la Karume, katika mabanda ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu ambalo pia tumeona tulisemee kwamba tutaendelea kuwa na banda letu pale, na Watanzania watembelee banda hilo ambalo ni banda la kizalendo, banda ambalo linawaleta Watanzania wote katika umoja na ustawi wao, umoja wa kitaifa. Kwa hiyo jambo hili ni jambo moja ambalo ni kubwa pia tumeona tulisemee na tuwakaribishe Watanzania. Kwa hiyo haya mambo matatu ndio mambo ambayo tumeona tuyasemee: matembezi ya hiari amani ambayo vijana wetu watatembea, uzinduzi wa kitabu cha 4Rs za mama Daktari Samia Suluhu Hassan, na maonyesho ya amani ya JMAT
katika viwanja vya Sabasaba 2025. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki sana. Ahsantum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.